lakini nataka niwahakikishie malengo yetu makubwa kudhibiti moto usivuke upande wa pili na usishike, kwa sababu watu wamekiuka taratibu nyingi za ujenzi. Nyumba zimeshikana, kwa hiyo moto ukishika nyumba moja unaenda nyumba ya pili, lakini tumefanikiwa dismantle ili nyumba za hapa na nyumba za huku zisiingiliane. Kwa hiyo focus yetu ni kuhakikisha moto hautoki kutoka hii nyumba moja kuhamia nyumba nyingine. Jitihada kubwa zinaendelea kufanyika na ninaamini baada ya masaa mawili tutakuwa tumeucontain huu moto na tutapunguza madhara yote ambayo yangeweza kutokea. Hapana, mimi toka moto ulipoanza kuwaka, jirani mmoja mwenye nyumba hapa alinipigia simu. Kwa hiyo mimi hapa nimeendesha gari yangu, nimefika hapa nina masaa 2.5. Kwa hiyo ni miongoni mwa watu wa mwanzo kufika na nikavielekeza vyombo vyangu kufika. Tuna magari ya zimamoto hapa 5. Nayaona yanaendelea kufanya kazi, lakini pia sasa hivi upande ule tuna gari, upande huu tuna gari 4 zimeenda kuchukua maji, lakini focus kubwa wananchi wasiibiwe mali zao. Kwa hiyo tuna jeshi la polisi la kutosha. Nimeona polisi ni wengi sana. Wote watakaotokea hapa, lakini wale wananchi ambao wanadhani mali zao zisije zikaathirika tunawaruhusu kuchukua. Kwa hiyo tumekuwa flexible ili kila mtu aendelee kuhakikisha kwamba mali zake zinakuwa salama. Kwa hivyo tunatoa pole na tuendelee kushirikiana tuuzime moto. Alafu habari nyingine nyingi kwenye majanga ya moto, hata lililotokea miezi 6 na kuwa kwanza kwa sababu maduka yangu na majumba yangu yako karibu na eneo hilo. Kwa hiyo mara nyingi najaribu kuwataarifu watu kwamba wawahi kufika kwa kufanya zoezi la kuokoa. Kama leo, kama last time ilivyotokea moto karibu na jengo langu pale, mimi niliwaambia watu wazima moto kwamba kuna maji ya soko kuu pale, wameweka mabomba ya fire, njoni mchote huko tukaokoa jengo lile. Kama leo nilishindwa kuvuka hii sehemu, palikuwa na msongamano na kidonda mguuni, nimejitahidi sana. Bahati nzuri baadaye ikapita gari ya fire upande wa Rwagasore, nikasimama katikati ya barabara, nikasimamisha fire, nikamwambia kuna maji hapa, mchote hapa ni karibu kuliko kwenda kuchukua mbali. Kwa hiyo tuko wote pamoja, nawapa pole waliopata tatizo. Mimi nilishapata tatizo kama hili 87, nikaunguliwa kila kitu, lakini naombea kwa Mungu atawapa mara 5. Kwa maisha ya sasa hivi Mungu atakurudishia, kama tujipe moyo, mradi uhai upo. Lakini mara nyingi nashauri watu wa fire wajue kwamba kuna sehemu zimejengwa mahususi kwa ajili ya kama maeneo haya ya katikati ya jiji. Maji yapo soko kuu karibu na maduka yangu pale yaliyotengenezwa na jiji wakati wa jengo jipya la kisasa. Unajua hapa kulikuwa na maduka mengi ya perfume. Perfume unajua ni kama petroli, inakubali kuchochea moto. Maduka ya pazia, kweli fire na serikali imefanya kazi ya juu, ya hali ya juu. Viongozi wote wa serikali wako hapa, wamejitahidi sana kusimamia hili. Huu ulikuwa moto balaa, ulikuwa naweza kuangamiza mtaa mzima huu. Kwa kweli inabidi wanastahili kupongezwa sana. Kwa kweli uko ulinzi ni mzuri kwa kweli, nimeona polisi wako kila kona na kila kona jitihada. Labda wizi mdogo mdogo huo unajua kwa maisha haukosekani, lakini wamejitahidi sana kudhibiti maeneo hayo. Kwa majina mimi naitwa Emmanuel Mushi, ni mfanyabiashara niko eneo la karibia na soko kuu barabara ya Rwagasore. Kwa kilichotokea leo imekuwa ni jambo ambalo limekuwa la kushtukiza na limekuwa ni jambo ambalo linaumiza, kwa sababu nakumbuka mwezi wa 10 tarehe 21 tena usiku tulikutana na janga kama hili maeneo ya Rwagasore, na mimi mwenyewe nikiwa ni muathirika katika eneo hilo. Biashara zetu ziliteketea, ilikuwa ni usiku, tulipigiwa simu saa 5 usiku na asilimia kubwa hatuweza kuokoa chochote. Lakini tunashukuru Mungu hata kwa siku ya leo, kwa jitihada tulizoziona za zimamoto na jeshi la polisi, tumeona ushirikiano mkubwa. Tumeona jinsi watu wamejitoa kwa namna ya mapambano makubwa katika kuokoa hata kile kilichonusurika cha watu, lakini pia hata vile vilivyopata athari watu wameweza kuvilinda kwa hali ambayo ilikuwa na usalama, ambao kwa jeshi la polisi tunalipongeza kwa kazi yao walioifanya kwa siku hii tulivyowaona. Lakini pia
Jeshi la Zimamoto tunaendelea kulipongeza na tunaendelea kupongeza uongozi wetu wa serikali, kwa sababu kuna pointi ambazo tumezipata sokoni za maji zinarahisisha hata ile huduma ya maji kufika kwa wakati. Kwa sababu gari linatoka hapa, badala liende mbali kutafuta maji, linapata maji hapa karibu sokoni. Nimeona leo kama leo ni gari zaidi ya 7 au 8 zimeenda pale kupata maji, ambapo wangechukua muda mrefu kwenda kufuata kwenye chanzo kingine na kuchelewa wakati wa kurudi. Lakini kwa namna ya mifumo ambavyo imewekwa, tunaendelea kuipongeza serikali na tunaomba waendelee kutupigania, waendelee kutupambania. Majanga kama yanavyotufikia watuangalie kwa jicho la pili na namna ambavyo watatufikiria, kwa sababu hapa kuna wengine kesho hawajui wanaamkia wapi. Kuna wengine mali zao wameziacha hapa, zimelala hapa usiku huu, hawajui kesho watazikuta au hawajui kwamba moto utaendelea, kwa sababu mpaka sasa hivi tukiangalia moto bado unaendelea kuwaka. Kwa hiyo ndio ya kwangu.